Yes, habari. Karibu Nifunze Tech. Tunaendelea na somo letu la 6 katika mfululizo wa Jifunze Microsoft Word kwa vitendo na Nifunze Tech. Kwenye video hii tutakwenda kuangalia chumba kingine katika menu yetu ya home ambacho ni chumba cha font. Ni video ambayo ilipita nilizungumzia chumba cha clipboard, tukaangalia matumizi ya copy cut, matumizi ya format painter. Kwenye chumba kingine ambacho ni chumba cha pili ambacho kinaitwa ni font. Sasa ukiangalia kwa umakini, hiki chumba chenyewe pia kuna vifaa vyake au kuna amri zake ambazo unatakiwa uzifahamu. Hizi amri au hizi command au hivi vifaa vinafanya kazi gani au vinatumika vipi katika programu yako ya Microsoft Word ili uweze kuandaa document au uweze kufanya typing ambayo itakuwa ina mpangilio mzuri, mpangilio wa kueleweka. Mfano, tuna type labda kitu kimoja. Mfano kwanza tufanye kitu kimoja kwanza. Tuangalie kwanza. Labda tuandike hivi. Karibu Nifunze Tech. Tujifunze matumizi ya Microsoft Word kwa vitendo, hatua kwa hatua pamoja nami Nifunze Tech. Sasa chukua mfano labda tumeandika labda kitu fulani hichi hapa. Sasa nataka nikuoneshe vifaa ambavyo vinapatikana kwenye hiki chumba cha font kinavyokuwa kinafanya kazi. Mfano, unaweza ukaselect haya maneno yote. Baada ya hapo kuna hii option. Hii inakuruhusu kuweza kubadilisha mwandiko. Of course kuna miandiko ambayo ni common ya kiofisi. Kuna maandiko kama Times New Roman hapo unaweza ukautumia. Kuna Arial, umeona? Unaweza ukaweka labda kama ni Arial kama unavyoonekana hapa. Hii ni miandiko ambayo ni common ya kiofisi. Hii ni option. Hii ni option au ni command ya font, inakuruhusu kuweza kubadilisha mwandiko. Pia kuna option nyingine ambayo ni font size. Hii inakuruhusu kuweza kuongeza ukubwa wa maneno. Kama inavyoonekana, unaweza ukaongeza ukubwa wa maneno kwa kupitia kwenye hiyo option. Lakini pia unaweza pia ukaselect pia kaingia kwenye hii sehemu. Hii sehemu kuna hivi vifaa vingine ambavyo hivi mara nyingi vinaitwa ni decrease font size. Hii hapa inakuruhusu kuweza kupunguza ukubwa wa maneno. Umeona hapa unakuwa unapunguza ukubwa wa maneno. Ukihitaji pia kuweza kuongeza ukubwa wa maneno, basi utaingia kwenye hii hapa option ambayo inaitwa ni increase font size. Hii unaongeza ukubwa wa hayo maneno kama inavyoonekana hapa. Alafu pia kuna kifaa kingine hichi hapa kinaitwa ni change case. Change case inakuruhusu kuweza kubadilisha labda kama ni maneno labda, yani hii hapa yenyewe inakuruhusu kubadilisha labda kutoka kwenye herufi kubwa kwenda kuwa herufi ndogo au herufi ndogo kuwa herufi kubwa, au unaweza ukaona kuna hii sentence case. Sentence case maana yake yenyewe inakuruhusu kwamba mwanzoni mwa sentence yako iweze kuanza, umeona, herufi kubwa hapa K. Hii K inakuwa ni kubwa, umeona. Unaweza pia ukaselect pia. Kuna options nyingi pia ukiingia kwenye sehemu pia hii kuna lower case. Hii inakuruhusu kwenye sentence nzima kuwe na herufi ndogo tu, umeona. Unaweza ukaona zote ni herufi ndogo. Lakini pia kuna hii ambayo inaitwa ni upper case. Upper case maana yake kwenye sentence nzima zote zitakuwa zina herufi kubwa kama unavyoona matumizi yake, umeona. Kuna hii hapa inaitwa ni capitalize each word. Hii hapa inakuruhusu kwenye kila neno uanze na herufi kubwa. Mfano ukibonyeza hapo unaweza kaona kwenye kila neno tumeanza herufi kubwa. Umeona hapa K ni kubwa, N ni kubwa, T ni kubwa, T ni kubwa. Pia kuna hii hapa inaitwa ni bold. Bold maana yake unakoleza. Kwa hiyo unaweza pia ukakoleza maneno yako yakawa yanaonekana vizuri. Hii tunaitumia kuweka kama ni msisitizo. Alafu pia kuna option nyingine hii hapa ambayo inaitwa ni italic. Italic yenyewe ni kwa ajili ya maneno ya kigeni au kuweka nukuu. Hii italic ndio tunaitumia kuweka nukuu katika document zetu. Lakini pia kuna hii nyingine ambayo ni underline. Underline maana yake inakuruhusu kuweza kupiga mstari. Ukibonyeza hapa unaweza ukaona imepiga mstari. Lakini pia kuna underline za aina mbalimbali, mistari ya aina tofauti tofauti.
kuna mistari ya muundo kama huu, kuna mistari ya muundo kama huu. Kwa hiyo utaweka kutokana na mahitaji yako, jinsi ambavyo wewe unataka. Lakini pia kuna options zingine hizi hapa za ziada. Kuna underline color. Hii inakuruhusu kuweza kuweka rangi katika huo mstari wako. Unaweza ukaweka labda hapa niweke hiyo solid line ambao ni mstari umekolea, alafu kwenye rangi labda niweke rangi labda kama ni kijani kama hii hapa. Unaweza ukaona matumizi ya hivyo vifaa katika iko chumba cha pili ambacho ni chumba kipi cha font. Alafu pia kuna zingine, kuna option kadhaa hapa pia. Kuna hii hapa ni streaks through. Hii hapa streaks through. Kwa mfano tuchukue mfano tuseme labda kitu kimoja shilingi 10,000. Sasa tufanye hivi, una uwezo wa kukata haya maneno, ukaselect ukaingia kwenye sehemu ya hapa ukasema streaks through. Kwa hii inakata. Umeona? Kwa hiki unapata kitu kama hichi hapa. Umeona? Ndio kazi ya hii streak. Just una streaks through, unakata. Umeona? Unakata, unaweka labda kama ni punguzo la siku husika, ndo matumizi yake hiyo. Kingine pia kuna kifaa kingine hiki hapa kinaitwa ni subscript. Nikisema subscript, hii hapa tunaitumia kuweka kitu kikae chini. Kwa mfano naandika labda formula labda ya nini ya water. Kwa wale ambao walisoma labda kemia, kuna zile formula ambao ni chemical formula. Mfano tuandikie labda tuseme labda ni H2O. Mfano ndo H2O. Haya ni maji H2O. Sasa nataka labda hii mbili ikae chini ya H. Cha kufanya hapa utaselect hii mbili. Baada ya hapo utakuja kwenye kifaa chako utasema hii bana nataka ikae chini ya H. Kwa hiyo ukibonyeza hivi utaweza kuona. Kwa hii inakutengenezea kitu fulani hivi. Lakini pia kama unaandika labda tarehe 10 labda Januari, labda ni tarehe 10 Januari labda 2000 labda ni 20 ngapi, labda ni 26. Cha kufanya hapa kuna hii TH. Mara nyingi hii TH huwa inakaa juu ya nini? Juu ya 10. Cha kufanya utaselect hiyo TH yako, utaingia kwenye kifaa kingine hichi hapa kinaitwa hii ni command au amri ambayo inaitwa ni superscript. Hii maana yake inakuruhusu kupandisha kitu juu. Kwa hiyo unaweza ukapandisha juu kitu chako kikakaa vizuri. Umeona? Kuna nyingine pia hii hapa unakuwa una select, unaingia kwenye sehemu ya hii nyingine inaitwa ni font color. Hii inakuruhusu kuweka rangi katika maneno. Unaweza ukabadilisha rangi, weka kama ni rangi nyekundu. Unaweza kuselect haya maneno yako. Ingia kwenye sehemu ya font hapa, utaweka maneno yako yatakuwa na rangi nyekundu kama inavyoonekana hapo. Lakini pia kuna ku-highlight. Nikizungumzia ku-highlight maana yake ni kuselect, yani unachagua labda haya maneno kwa kutumia rangi. Sasa kuna hii hapa option inaitwa ni text highlight color. Kwa hii inakuruhusu kuselect maneno yako au ku-highlight maneno yako kwa kutumia rangi kama jinsi unavyoona hivi. Kwa hiyo hayo ndio matumizi ya vifaa ambavyo vinapatikana kwenye chumba cha font. Kufikia paka hapa, huu ndio mwisho wa video hii fupi ambao tulikuwa tunaangalia kiundani matumizi ya command au vifaa ambavyo vinapatikana kwenye chumba cha font. Kama video hii umependa, usahau kulike, pia usahau kushare na mtu mwingine, lakini pia usahau kusubscribe kwa channel yetu ya Nifunze Tech ili tuendelee kujifunza kwa pamoja matumizi ya Microsoft Word kwa vitendo. Asante.